wa kutoa status ya hali ya upatikanaji wa mafuta nchini ni kama ifuatavyo. Kwa mafuta ya petroli tulionayo hapa nchini ni lita milioni 230. Kwa mafuta ya diesel tulionayo hapa nchini ni lita milioni 180. Kwa mafuta ya ndege tulionayo hapa nchini ni lita milioni 31. Mafuta haya yanatosheleza kwa siku 38 kwa petroli, yanatosheleza siku 28 kwa diesel, yanatosheleza siku 47 kwa mafuta ya ndege. Aidha, tuna mafuta ambayo tayari yameshapakiwa yako njiani. Kwa upande wa petroli tunazo lita milioni 245. Haya ni mafuta ambayo yako kwenye meli yako njiani yanakuja. Kwa upande wa diesel kuna lita milioni 208. Na yako njiani yanakuja. Kwa upande wa mafuta ya ndege tunazo lita milioni 23 yako njiani yanakuja. Kwa hiyo ukijumlisha mafuta tulionayo hapa na yale ambayo yako njiani yanakuja, kwa upande wa petroli utapata lita milioni 474. Lita hizi zinatosheleza siku 78. Kwa upande wa diesel ukijumlisha yale tulionayo hapa na yale yaliyoko njiani utapata lita milioni 392. Mafuta haya yanatosheleza siku 50. Ukija kwa upande wa ndege, mafuta tulionayo hapa na yale ambayo yako njiani yanafika lita milioni 55, yanatosheleza siku 91. Kwa ufupi, hii ndio hali halisi ya mafuta tulionayo. Sambamba na hii, kuna zabuni za mafuta kwa ajili ya mwezi wa 5 ambazo tayari ameshapatikana supplier, nayo mafuta tutategemea yaingie kama yalivyopangwa kwenye mkataba. Kwa hiyo hali ya upatikanaji wa mafuta kwa ujumla ni ya kuridhisha na hatuna changamoto yoyote, pamoja na kwamba tuna hiyo vita ambayo inajitokeza. Niendelee pale alipoishia ndugu yangu kutoka PDPA. Kama ambavyo ameeleza ni kuwa tuna mafuta ya kutosha ambayo yapo ndani ya nchi na yale ambayo tayari yameshaingia kwenye meli yako safarini kuja. Ukiangalia idadi ya siku alizozitoa, haya mafuta tuna uhakika mwezi wa 3 tunamaliza salama, mwezi wa 4 tunamaliza salama, na kuna portion itakwenda mpaka mwezi wa 5. Lakini sisi kama TPDC, wizara imetupa jukumu na tumefanya kazi kwa karibu na wenzetu wote kwenye sekta kusecure mikataba mapema kuhakikisha kwamba mwezi wa 5, wa 6, wa 7 na kuendelea mafuta yake tumesha saini mikataba na tayari taratibu zote zimeshafanyika. Itakapofika kuanzia mwezi wa 5 katikati yanaanza kufika zile meli ili kutoa nafasi yale ambayo yanakuja yatakuwa tayari yameshaanza kutumika na hayo ambayo tumeagiza yatakuwa yanaanza kuingia. Kwa hiyo huu uamuzi ambao Mheshimiwa Waziri alituongoza mapema kabisa wakati hii changamoto inaanza ya kuhakikisha kwamba mikataba ile tunaisaini na kuanza kuitekeleza mapema, imehakikisha kwamba tutakuwa na usalama kwa kipindi kirefu, kwamba ile mikataba yale mafuta ambayo yapo yanaendelea kutumika. Mikataba ya Februari, Machi mafuta yake ndio yanafika sasa hivi yanatumika, lakini tumewahi kuingia mikataba mapema ambayo itahakikisha kwamba kwa mwezi wa 5, wa 6, wa 7 mafuta yake nayo yatafika kwa ratiba hiyo. Kwa hiyo kwenye hili nisisitize kama alivyosisitiza mwenzangu kwamba hatuna mashaka kwenye upatikanaji wa mafuta. Kwa nafasi kama ambavyo wenzangu wameongea, kwa ujumla kulingana na mikakati ambayo ulituongoza toka tarehe 28 ambapo vita vilianza na vikao mbalimbali ambavyo tumefanya, mafuta yapo ya kutosha nchini na tumeendelea kusimamia swala la usambazaji wa mafuta na tunafuatilia kwa karibu. Kwenye kila depo tunapata taarifa zake za mafuta yaliyopo, na kupitia kanda zetu 6 ambazo tunazo tunaendelea kupata taarifa kila siku kuhusiana na swala la upatikanaji wa mafuta. Na nafikiri Mheshimiwa Waziri, na wewe kwa sababu na unafuatilia unajua ukweli kwamba mpaka sasa hakuna changamoto ambazo zimejitokeza. Tumeendelea kufanya vikao na wadau wetu wakiwemo watu wa TAOMAC ili kuweza kuendelea kupata taarifa za kila mara na changamoto ambazo wanakabiliana nazo kama zipo, ili tuweze kuzitatua kwa wakati. Lakini pia tumefanya kikao na watu wa TAPSOA ambao ndio wanasambaza mafuta kwenye maeneo ya mbali katika nchi yetu,
Na katika vikao vyote hivyo tunalenga katika kuhakikisha kwamba mafuta yanapatikana maeneo yote katika hali ya uhakika zaidi. Mheshimiwa Waziri, kama ambavyo umeelekeza kwamba kwa upande wa mafuta, sisi mafuta yetu yote tunaagiza kutoka nje, ni net importer, na katika mazingira hayo kunapotokea changamoto ya usafirishaji kwa kufungwa kwa lango la Hormuz na pia kuongezeka kwa gharama za mafuta katika soko la dunia, na sisi kwa njia moja au nyingine tunaathirika na mwenendo huo. Mheshimiwa Waziri, katika suala la bei, ni kwamba kwa sisi tunapopanga bei tunazingatia vigezo vya msingi kama vitatu, ambapo ni gharama za kuagiza mafuta FOB, pia tunaangalia swala la premium, lakini pia bei zetu za mafuta zinaathiriwa na swala la exchange rate. Kwa hiyo katika hali ya ujumla kwamba elementi zote hizo hatuna udhibiti nazo kwa sababu zinakuwa driven na mwenendo wa soko la ndani na soko la nje, lakini tumeendelea kufuatilia kwa karibu ili kuhakikisha kwamba hata kama itatokea isiwe na madhara makubwa, na kama itatokea kwamba bei zitakuwa kubwa sana, then mamlaka ya serikali tutazijulisha ili kuchukua hatua ambazo zinazotakiwa kuchukuliwa. Upo vizuri, na kila mmoja wetu amesikia mafuta tuliyokuwa tumeagiza na yale ambayo tuna mikataba nayo ni mafuta ambayo yanatutosheleza kwa kipindi kirefu. Hivyo hatutarajii yale tunayoyaona yakitokea maeneo mengine yakatokea hapa nchini kwetu. Tutahakikisha kwamba wakati wote mafuta yanapatikana. Ikumbukwe kwamba kabla ya vita hii kuanza, bei ya barrel moja ilikuwa ina range $60, $61 hadi $65. Hivi tunavyozungumza leo asubuhi, bei ya barrel moja ya mafuta inakwenda karibia $112 hadi 120. Kwa hiyo utaona ndani ya siku hizi kadhaa za vita bei ya kidunia imedabo, na tunaendelea kuiangalia namna ambavyo bei inaendelea duniani, ili na sisi kama serikali tuendelee kuhakikisha tunaweka mikakati ya kuwa na bei himilivu katika soko letu. Lakini sio hilo tu, tumeona baadhi ya nchi kwamba ziko tayari kulipa bei yoyote. Changamoto iliyopo ni upatikanaji wa bidhaa yenyewe ya mafuta. Kuna maeneo ambayo tumeona tayari upatikanaji wake umekuwa ni mgumu, na upatikanaji umekuwa mgumu kwa sababu wazalishaji wa crude hawawezi kutoa crude ile mafuta ghafi yaende kwenye viwanda vya kusafisha mafuta haya, yani refinery, katika maeneo mbalimbali nchini. Lakini tumeona vile vile refineries zilizokuwepo Middle East, tumeona za ADNOC zikipigwa, tumeona za Aramco na wengineo wakipata changamoto. Kwa hiyo upatikanaji wa bidhaa hii ya mafuta umekuwa ni mgumu kidunia, sio sisi tu Tanzania. Lakini kwa jitihada kubwa na maelekezo ya Mheshimiwa Rais wetu tumeweza kuhakikisha kwamba tunapata mafuta wakati wote. Sasa nielekeze EWURA kuhakikisha mafuta yote yaliyokuwa hapa nchini, hakuna depo lolote ambalo linaficha mafuta haya kwa kusubiri bei zizidi kupanda duniani. Hakikisheni wakati wote mafuta yanapatikana kuanzia Dar es Salaam mpaka Kierwa, mafuta yawe yanapatikana wakati wote. Sitarajii kuona watu wakisema hawana mafuta wakati madepo yana mafuta. Tufanye kazi kwa jirani zaidi na wenzetu wa TRA kuhakikisha yale mafuta ambayo yameshapata clearance yanatoka kwa haraka kwenye madepo ili yaweze kuwafikia wananchi, kwa sababu na yenyewe kuna changamoto. Saa zingine utoaji wa mafuta kwenye madepo unakuwa na yenyewe wa taratibu. Kwa hiyo tuhakikishe mafuta yanapatikana. PDPA, tuhakikishe kwamba mafuta yote ambayo mmeingia mikataba yanafika hapa nchini, na tusisubiri kwamba yako njiani. Tuhakikishe na tukague
kwamba ni meli ipi, ipo wapi, inafika lini. Kwa nini nasema hivi? Nimeangalia mwenendo duniani, kuna meli nyingine zinageuzwa zinapelekwa kwenye masoko ambayo hayana mafuta kwa sababu wanapata faida mara 2 mara 3. Sasa watatuacha sisi kutokuwa na mafuta hapa. Sasa katika hili iundwe timu ya PDPA, EWURA, TPDC na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kuhakikisha tuna track meli hizi kwamba mzigo wote uliodhamiriwa kuja Tanzania unafika Tanzania kwa wakati. Ni jambo moja kusema meli ziko njiani, lakini ni jambo jingine meli kushusha mafuta haya na kufika. Tuhakikishe mafuta haya yanafika Tanzania. Lakini katika hili sitarajii kuna kampuni yoyote ambayo mmeingia nayo mikataba ya kutuletea mafuta kama taifa italeta taarifa ya force majeure. Sitarajii. Kwanza ninakataa taarifa yoyote ya force majeure. Force majeure ni kushindikana kwa kutekeleza mkataba. Kwa anaweza kama mtu akatokeza akasema mimi nimeshindwa kutekeleza mkataba wangu, akatuweka sisi katika hali mbaya ya upatikanaji wa mafuta. Mikataba ilishaingiwa, hatutarajii wao wasosi mafuta kokote wanakojua yanapatikana. Sisi tunachotaka katika soko letu ni mafuta yafanyaje, yafike. Lakini vile vile TPDC kuhakikisha kwamba mafuta yote ya miezi ambayo bado hatuna yanafika nchini. Na hii katika hili elekezo nililolitoa, maelekezo niliyotoa kwa PDPA ya hatutokubali force majeure, ina maana na nyinyi kwa ukaribu zaidi, na nyinyi kwenye timu ile ya PDPA mnaingia, EWURA, TPDC na PDPA na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Sasa sitarajii kwamba kule yanakopatikana kwa suppliers, sitarajii kuona kwamba nao wanashindwa kupakia mafuta, ili tuhakikishe wakati wote tuna mafuta ya kutosha hapa nchini. Niwahakikishie Watanzania mafuta tunayo, na serikali itafanya kila liwezekanalo kuhakikisha shughuli ziendelee kama kawaida kwa upatikanaji wa mafuta wa wakati wote. Kwa hiyo kuanzia leo natarajia kuona EWURA mpo barabarani kwenye madepo kuhakikisha hakuna mafuta yanayofichwa, ili watu kusubiria ile speculation ya bei kwamba bei itapanda na kadhalika. Lakini PDPA nataka tuanze kupeana taarifa za kila siku za haya mafuta yanayokuja, ili tuhakikishe tuna usalama. Vivyo hivyo TPDC. Ndugu zangu, inatakiwa tuwe macho, kwa sababu bidhaa ambayo sisi tunaitaka na tunaitarajia ifike, kuna wenzetu hawana. Natolea mfano, kuna nchi moja ambayo hivi ninavyozungumza sasa bei zimepanda kwa 30% za ununuzi. Kwa hiyo kuna meli ambazo zinatamani kuyapeleka hayo mafuta kwenye nchi hiyo ambayo imeshapanda 30%. Sasa sisi lazima tuwe macho ili kuhakikisha meli zote za Tanzania zinakuja Tanzania. Nadhani tumeelewana. Katibu Mkuu, utaratibu hili, na mimi nitapokea taarifa kutoka kwako siku hadi siku. Tunaona hali inavyozidi kwenda, na tunaomba vita hiyo iishe haraka, ile chokehold iliyokuwepo Strait of Hormuz iweze kuachiwa. Lakini changamoto ambayo na yenyewe ipo nyingine tunaiona ni kwamba hata chokehold ile ikiachiwa, kwa sababu katika production